Kuna watu wengi wanaodai kumwamini Mungu, lakini si wengi wanaoelewa na kuamini ukweli wa uzima ipasavyo na kushika imani yao kwa ahadi hai ya ufalme wa mbinguni. Kwa hiyo leo lazima sote tuelewe na kushika kwa uaminifu ukweli wa uzima wa Mungu ulio katika vitabu 66 vya Biblia, ili tupate ufalme wa milele wa mbinguni na wokovu. Tukiwa na hiyo akilini, tuchunguze kwenye mahubiri ya leo. Hebu tushike ukweli wa uzima hadi mwisho. Tufungue Timotheo wa kwanza sura ya 6. Ambaye Mungu atamleta kwa wakati wake mwenyewe, yeye ahimidiwaye, aliye peke yake mtawala, mfalme wa wafalme na Bwana wa mabwana, yeye peke yake ambaye hapatikani na mauti. Nani peke yake? Nani hasa? Inasema ambaye peke yake hafi, ikimrejelea Mungu. Yaani inamaanisha yeye hafi, si ndio? Kama tungeeleza hafi kwa nomino nyingine, hiyo ingemaanisha nini? Inamaanisha ana uzima wa milele. Hatakufa kamwe. Yaani yeye ndiye kiini cha uzima wa milele. Basi ikiwa Mungu tu angekuwa na uzima wa milele, tungewezaje kupata uzima wa milele? Ikiwa unakiri ninamwamini Mungu, lakini unahudhuria kanisa bila uhakikisho na ahadi ya uzima wa milele, bila shaka hiyo njia itaongoza kwenye maangamizi, wala si uzimani. Basi tuchunguze ukweli katika Yohana sura ya 6, tuone jinsi Mungu alivyowezesha kuwagawia wanadamu wote kile anacho yeye pekee. Tuangalie Yohana sura ya 6 mstari wa 53. Hivyo Yesu akawaambia, amin, amin nawaambia, msipoula mwili wa mwana wa Adamu na kuinywa damu yake, hamna uzima ndani yenu. Mtu yeyote aulaye mwili wangu na kunywa damu yangu, anao uzima wa milele, nami nitamfufua siku ya mwisho. Kwa maana mwili wangu ni chakula cha kweli na damu yangu ni kinywaji cha kweli. Yeyote alaye mwili wangu na kunywa damu yangu, atakaa ndani yangu nami nitakaa ndani yake. Kama vile Baba aliye hai alivyonituma mimi, na kama nami ninavyoishi kwa sababu ya Baba, hivyo anilaye mimi ataishi kwa sababu yangu. Huu ndio mkate ushukao kutoka mbinguni, si kama ule mkate baba zenu waliokula nao wakafa. Lakini yeye aulaye mkate huu ataishi milele. Kujua ukweli wa kula mwili wa Yesu na kuinywa damu yake, na kuelewa njia hii pekee, kunahusiana moja kwa moja na uzima. Je, anasema hatuna nini ikiwa hatuli na hatunywi? Hatuna uzima. Wale wasiomla na kumnywa Kristo aliye uzima wa milele hawana uzima. Hii ni kwa sababu kutokufa kunapatikana katika Kristo Yesu pekee. Kwa kuwa upo katika Yesu tu, Mungu alisema, asiyekula na kunywa kwake hana uzima wa milele, bali afanyaye hivyo anao. Tunahitaji kutambua kigezo cha kupata uzima kimo hapa. Tuendelee na Mathayo sura ya 26 tuone kile Yesu alichotuachia kama ukweli wa uzima wa milele kabla hajapaa. Siku ya kwanza ya sikukuu ya mikate isiyotiwa chachu, wanafunzi walimjia Yesu wakamuuliza, unataka twende wapi ili tukuandalie mahali pa kula Pasaka? Walipokuwa wanakula, Yesu akachukua mkate, akashukuru, akaumega na kuwapa wanafunzi wake, akisema, twaeni mle, huu ndio mwili wangu. Kisha akakitwaa kikombe, akashukuru, akawapa, akisema, nyweni nyote katika kikombe hiki. Hii ndiyo damu yangu ya agano imwagikayo kwa ajili ya wengi kwa ondoleo la dhambi. Mungu aliandika mapenzi yake katika ukweli wa Pasaka, unaoturuhusu kula mwili wa Yesu na kuinywa damu yake. Ukweli unaotuwezesha kula mwili wa Yesu na kuinywa damu yake sasa umefichwa ndani ya sikukuu ya Pasaka. Hivyo leo, kukiwa na makanisa mengi duniani, twaweza kutofautisha kwa urahisi kanisa la kweli na yale ya uongo kwa kigezo hiki: kanisa bila uzima na kanisa lenye uzima. Kanisa la mwonekano wa nje tu, kinyume na kanisa lenye kiini halisi.
Tunapaswa kutofautisha baina yao.